Asante. Kwa jina naitwa Ali Youngson Zoa, mratibu wa Yanga mkoa wa Songwe. Sisi hapa tuliopo hapa ni wanachama wa Yanga mkoa wa Songwe ambao ni viongozi katika matawi ya mkoa wa Songwe. Ni viongozi kutoka tawi la Itumba kwa maana Ileje, na viongozi kutoka tawi la Tunduma wilaya ya Mbozi, na viongozi kutoka tawi la Vwawa na tawi la Mlowo kwa maana wilaya ya Mbozi, na viongozi kutoka tawi la Songwe ambao wako pale Mkwajuni. Pia tuna viongozi kutoka Saza. Kwa mujibu wa katiba yetu ya Yanga, tunaenda kwenye mkutano mkuu ambao utafanyika tarehe 2 kesho kutwa. Mkutano mkuu unaenda kupitisha bajeti pamoja na uchaguzi mkuu ambao tunaenda kuchagua rais, makamu wa rais na wajumbe wa kamati tendaji ambao watasaidiana na rais. Sisi kama wanayanga mkoa wa Songwe tuna matumaini na timu yetu kwamba timu yetu itakwenda vizuri kutokana na matumaini ya viongozi waliogombea. Viongozi waliogombea ni wengi, lakini watakaotakiwa ni wachache. Lakini sisi kwa kuwa wote ni wanayanga, tuna imani kwamba watatuvusha kwa sababu wameona wenzao wanavyofanya waliopita. Kwa kweli tupongeze waliopita, wamefanya kazi nzuri ambayo imepelekea kwa mujibu wa katiba ya Yanga kutoka matawi ya chini kwa wanashiriki uchaguzi. Kwa mimi rai yangu kwa wanachama wa Yanga mahali popote mkoa wa Songwe, hasa mkoa wa Songwe, naomba waendelee kulipia kadi, na wale ambao hawana kadi na waomba sana waendelee kujisajili. Huwezi ukawa unauliza kwamba namba 6 haijatambulishwa wakati wewe sio mwana Yanga. Kwa kweli kama ukiuliza mchezaji aliyesajiliwa wakati wewe sio mwana Yanga, majibu utayapata. Utaendelea kupiga chenga kwamba kajisajili kwanza. Kwa ujanja ukiwa Yanga ni kuhakikisha kwamba una kadi na kadi yenyewe umeilipia. Sio kwamba unakuwa na kadi ambayo hujailipia. Ikifika kila mwaka unauisha kadi yako inakuwa hai. Kwa hiyo tuombane Tanzania nzima. Sisi Yanga sasa hivi mpira unahitaji pesa. Na viongozi wetu ili wawe na nguvu tuwawezeshe kujisajili. Tujisajili ili wao washindi wao wenyewe. Baada ya kuzungumza hayo, tuko safarini ya kuelekea Dar es Salaam. Tuanza hii safari muda huu. Tunamuomba Mungu tufike salama. Uchaguzi wa Yanga haufanyiki wa kificho wala nini. Viongozi wote waliogombea wana sifa. Kwa hiyo wanaotakiwa ni viongozi, rais mmoja, makamu wa rais mmoja, wajumbe wa kamati tendaji 5. Kwa maana hiyo wewe atakayechaguliwa tuna imani kwamba atatuongoza. Na sisi tunaenda kufanya uchaguzi kutimiza katiba yetu inavyotaka tufanye. Si kwamba hao wanaokuja hawataweza kufanya kazi. Wale waliokuepo wamefanya kazi nzuri. Kama watapita wale itakuwa ni maamuzi wa wajumbe. Kama watachagua watu wengine itakuwa ni maamuzi wa wajumbe. Kwa hiyo huwezi kuamulia wajumbe. Wajumbe tunatakao upanga wanamtaka nani kwa mujibu watakavyokuwa wamejieleza wagombea. Sema mratibu wa mkoa wa Songwe, tuliopo hapa ni viongozi wa matawi kutoka kwenye mkoa wa Songwe ambao tunaelekea kwenye mkutano mkuu ambao utafanyika siku ya Jumapili. Kwa hiyo tumeamua kutoka leo ili tupate nafasi ya kupumzika ili siku ya Jumapili tukaingie vizuri. Lakini ninachotamani kusema leo ni kwamba sisi tunakwenda kuchagua viongozi ambao tunahakika wanaenda kutuvusha kutoka hapa tulipo kupeleka hatua ya mbele. Hatua ya mbele kwa maana ya kwamba hatufikiria habari ya ubingwa wa Tanzania. Kwetu sio story tena. Tunafikiria habari ya kimataifa. Na ndio maana tumetengeneza usajili wa watu kama hawa kuonesha kwamba tunakwenda kwenye kimataifa zaidi. Lakini pia kuna mahala nimesikia moja kati ya wanahabari anasema ni mkutano ambao kwa nini mwenyekiti kwa maana ya rais na makamu hawana wapinzani. Nikatamani niseme kwa hata rais wa TFF alikwenda bila wapinzani. Tafsiri yake ni kwamba watu walitambua ambacho anakifanya. Hakuna aliyekatazwa kuchukua fomu. Fomu zilitangazwa, watu hawakwenda kwa sababu walikuwa na imani na engineer pamoja na Alfred. Kwa hiyo tunakwenda kupiga kura za ndio za kutosha kwa rais na makamu wake, lakini tunaenda kuchagua wajumbe 5 kati ya wale 10. Naye anatosha sana. Tunaye anatosha, ndio maana kila mwana Yanga alipata nafasi, alikwenda kuchukua nafasi ya ujumbe, lakini nafasi ya rais aliacha. Kwa sababu tuliona tuna mtu sahihi kabisa. Kwenye nafasi ya ujumbe itategemea na wajumbe watakapokuwa wamejieleza, lakini tumi wajumbe ambao wajumbe wale 16 wote ni wajumbe sahihi kabisa kwenye Yanga. Tuna imani kwa sababu tayari ameonyesha. Engineer kabla hajawa kwenye nafasi hiyo mwenyekiti kwa maana ya rais, alishakuwa kwenye kamati ya utendaji kwa nafasi za kuteuliwa. Zile nafasi 3 alizokuwa nazo mwenyekiti wakati huo kabla ya kuwa rais. Kwa alifanya kitu akiwa pale. Kwa hiyo alipoingia akapata nafasi akafanya, umri wake unamruhusu, elimu yake inamruhusu,
ni kwa nini tusiendelee kumwamini? Kwa hiyo tunamwamini kwa sababu ya hayo alionayo. Tunashughulika na katiba. Kama katiba yetu inasema mpaka kustaafu haina shida. Lakini kikubwa katiba yetu kama inampa haki ya kugombea ataendelea kugombea. Sisi kama Wanasongwe, wana Yanga African Songwe, leo hii tunaondoka hapa Vwawa tukiwa tumekusanyika wote matawi yote mkoani Songwe, tukiwa tunaelekea mkutano mkuu Dar. Tuna imani sana katika mkutano huu, mambo mengi mazuri tutayasikia na kuyapata, sambamba na kupata viongozi ambao watatuweza kutuvusha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Wanawake ambao wanapaswa kugombea nafasi ya ujumbe wasiogope. Lengo letu ni kuijenga Yanga imara. Kwa sisi wanawake pia tuna mchango mkubwa katika kufanikisha malengo ya Yanga na kuhakikisha kwamba Yanga inasonga mbele. Kwa ninawasihi wasiogope, wanaweza. Kama ambavyo wanaume wanajitokeza kwa wingi, basi nao wajitokeze kwa wingi ili tuweze kuijenga Yanga imara. Kwa majina naitwa Getruda Kilindu, ni mjumbe wa mkutano mkuu kutokea tawi la Tunduma. Kwa safarini tunaelekea Dar es Salaam kwa ajili ya mkutano mkuu na uchaguzi wa viongozi wetu. Imani yetu kubwa sana tunayoenda huko, tunaenda sisi kuchagua viongozi walio bora ili kuifanikisha timu yetu ifike juu na juu, ifike zaidi na zaidi, hasa kimataifa. Maanake huku kwenye ligi za huku chini na imani tuko vizuri. Kwa tunachoenda sisi ni kwenda tu kuwaomba viongozi wetu watufikishe mbali, na ndio maana hata ukiangalia kwenye usajili wetu sisi tumesajili ili tufike zaidi mbele zaidi. Tuna imani nao sana, na tuna imani kabisa watatufikisha sehemu ambayo tunaitaka. Nadhani wataendelea kutupa burudani kwa sababu Yanga ni kisiwa cha burudani na tutazidi kupata burudani tu. Yani wajipange kwa usajili, wajipange waje vizuri. Yani wajipange kwa usajili, wajipange kabisa, yani waje vizuri. Sisi hatuna mbambamba, tuna imani sana yani na viongozi wetu wametutendea haki. Mwakani tena tunazungumzia habari ya ubingwa wa mara ya 6 ndio tunaouzungumzia. Hatuzungumzii kitu kingine zaidi ya ubingwa. Ndio maana tunasema slogan yetu ya mwakani tena. Ili kwa sababu tuna usajili bora, tuna wachezaji bora, tuna uongozi bora, tuna kila kitu kiko bora. Ndio maana mwakani tena. Mabena Petrol Station iliyopo Chimbuye ya kwanza, barabara ya Tunduma Mbeya, inawakaribisha wateja wake wote wenye vyombo vya moto kupata nishati safi ya mafuta yenye viwango bora na ujazo sahihi kwa matumizi ya chombo chako. Tunatoa huduma masaa 24. Tunapatikana Chimbuye ya kwanza ukitoka Tunduma na Chimbuye ya pili ukitoka Mbeya. Pia tunawakaribisha kwenye vituo vyetu vilivyopo Njombe mjini, Makambako mjini, Songea mjini, Masasi, Nyamwage na Kibaha Miembe Saba. Ili kupata maelezo tupigie simu namba 0796 332 522 na 0747 630 476. Mabena Petrol Station, tunajali chombo chako. Nyote mnakaribishwa. Yamaji aji na chini benzi azaji aji kuagetu akumbeji niji chipolo.